kwa kutujalia afya njema, lakini kipekee na mimi nafurahi kupata fursa hii ya kuja kufunga kampeni za ugombea udiwani na ubunge na uraisi katika jimbo letu la Tanga mjini. Ndugu zangu, maneno ni machache. Jambo la kwanza, tunakumbushana, tunahimizana. Tarehe 29 Oktoba tunakwenda kufanya maamuzi makubwa kuhusu maendeleo na ustawi wa watu wa Tanga na watu wa Tanzania. Tarehe 29 Oktoba tunakwenda kufanya maamuzi makubwa kuhusu maendeleo, umoja, amani na mshikamano baina ya Watanzania. Tarehe 29 Oktoba tunakwenda kufanya maamuzi sahihi kuhusu watoto wetu, kuhusu haki na ustawi wa wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Katika nafasi ya urais, ndugu zangu, watu wa Tanga mjini, tunaye mgombea wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan anajiuza kutokana na kazi zake. Wasemaji waliopita wameeleza kwa nini tumpigie kura ya ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Ya kwanza, kazi za Samia zinaonekana katika jimbo letu la Tanga mjini, mkoa wetu wa Tanga na Tanzania kwa ujumla. Nani hajaona elimu au madarasa yaliyojengwa katika Tanga yetu? Nani hajaona zahanati na vituo vya afya katika Tanga yetu? Nani hajaona miundombinu ya barabara? Lakini kubwa kuliko zote, kazi ya Rais Samia Suluhu Hassan tunaiona katika maboresho makubwa ya bandari ya Tanga. Leo mji wetu umeanza kuwa mdogo kwa sababu ya magari na wageni wanaokuja katika jiji letu. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Ndugu zangu, na ukitaka kuutafuta, achaneni na mambo makubwa ya wachumi na waonyesha uchumi mdogo tu. Ukitaka kujua uchumi wa Tanga unakuwa, uchumi wa Tanga unafanya vizuri chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ni kwa sababu ya maingiliano ya wageni wanaoingia na kutoka katika mji wetu. Zamani tukienda Dar es Salaam tulikuwa tunaenda na Raha Leo, tunaenda na Ratco, tunaenda na Tashirifu. Lakini sasa hivi Abudi yuko Tanga na mpaka anajaza. Si ndio ndugu zangu? Mwingine yule anaitwa BLK yupo Tanga. Lakini pia tuna mabasi mengine makubwa ambayo yanakuja Tanga. Hicho ni kiashiria kidogo cha kwamba Tanga tunakwenda vizuri. Sambamba na maendeleo, Samia ndiye mgombea pekee atakaye tuunganisha Watanzania na kuilinda amani na mshikamano wa Watanzania. Nilipata bahati ya kukaa miaka miwili kufanya kazi katika kambi za wakimbizi Kigoma. Ndugu zangu, amani haichezewi. Amani haichezewi. Nendeni mkaone kambi za wakimbizi Kigoma kwa ajili wakimbizi wa Burundi na Kongo. Tutuzeni amani kwa kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan. Nimepata bahati ya kusafiri kwenda Sudani Kusini, DRC Congo, Liberia pamoja na Ivory Coast. Mambo ni hayo. Nadhani tumemaliza. Samia kwa ajili ya maendeleo, umoja na mshikamano wa Watanzania. Hapo vipi ndugu zangu? Naomba nizione kura za Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba nizione kura za Dr. Samia Suluhu Hassan. Niseme jambo moja la mwisho kuhusu Samia Suluhu Hassan. Serikali ilinipa heshima ya kuwa waziri wa afya miaka 8. Mambo yaliyokuwa yananiumiza kichwa, matibabu kwa wagonjwa wa moyo, wagonjwa wa figo, wagonjwa wa saratani. Unakuja mama, unakuta ziwa limeanguka mpaka chini, limevimba, anatoka usaha, hakuna hela ya kutibu. Kwa sababu Rais Samia anajali utu, anajali Watanzania wenzake. Ameahidi tukimchagua siku 100
Jamani, utaacha kumpigia kura Samia? Nikupe mfano wa mwisho. Ukiwa na tatizo la figo na umeambiwa unatakiwa kusafisha damu, ukienda Bombo mara 1,200,000 kwa siku. Daktari atakwambia safisha mara 2, 200,000 mara 2 kwa wiki 400,000. Nani ana 400,000 hapa? Ufanye mara mwezi mzima 1,100,000 na 600,000. Tunazo 1,100,000 na 600,000 hapa. Twendeni tarehe 29 tukapige kura kwa ajili ya Dr. Samia Suluhu Hassan ili aanze utekelezaji wa sera ya bima ya afya kwa wote na sera ya matibabu bila malipo kwa magonjwa makubwa. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.